Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya klabu ya soka ya KMC, ambapo mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kuondoka na alama 3 kwa kuweza kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya KMC. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Yanga wameweza kucheza, ukiwa ni mchezo wa kwanza kwa kocha wao mpya raia wa Portugal ama Ureno, kocha hapa tukienda kumuongelea Pedro. Like video yetu alafu tuende kwenye comment section katuambie nani ambaye ameweza kukukosha, na je, kwa kiwango ambacho Yanga ameweza kukionyesha siku ya leo unaiona Yanga ikienda kutetea ubingwa? Kwa hiyo una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare maoni yako hapo chini. Sasa fahamu, katika kipindi cha kwanza mechi ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Yanga dhidi ya KMC kwa sababu nashuhudia kupitia dakika ya 23 klabu ya soka Yanga Sports Club ndio waliokuwa kwanza kupata bao katika dakika 23 kupitia kwa Max Nzengeli mpia akipokea pasi safi iliyopigwa na Pacome Zouzoua. Lakini tunashuhudia kabla ya kwenda mapumziko dakika ya 30 kupitia kwa Darwesh Saliboko, basi kwa upande mwingine akaweza kuisawazishia klabu ya soka ya KMC, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mapumziko, basi Young Africans kwa upande mwingine na KMC walikuwa sare ya bao 1-1. Katika kipindi cha pili Young Africans wakaendeleza msako huku KMC nao pia wakifunguka. Tunashuhudia katika dakika 73 kutokana na pasi iliyopigwa na Israel Patrick Mwenda V-pass ikakwenda kumkuta Pacome Zouzoua, mchezaji ambaye alitengeneza bao la kwanza, basi kwa upande mwingine Pacome akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la pili. Lakini tunashuhudia katika dakika ya 81 klabu ya soka Yanga waliweza kupata penalti inatokana na mchezaji Andy Boley kuweza kufanywa rafu ndani ya boxi, na tunashuhudia Andy Boley yeye mwenyewe ndiye aliyepiga mkwajuo wa penalti, na moja kwa moja tunashuhudia kwa upande mwingine Andy Boyeli akaweza kuipata penalti hiyo na kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi Young Africans kwa upande mwingine wameweza kuondoka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya KMC. Fahamu ushindi huu ambao Yanga ameweza kupata kwa sasa, wanakuwa wamecheza mechi 4, wakishinda mechi 3, sare mchezo mmoja, wakiwa wamefunga mabao 8 na kuruhusu bao 1, wakiwa na alama 10 katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini masimu wao ambao ni Simba, wao wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo 3, wameshinda michezo yote wakifunga mabao 8 na kuruhusu bao 1, wakiwa na alama 9. Lakini tunaona Yanga hapo kileleni kwa sababu wamezidi klabu ya soka ya Simba mchezo mmoja. Kwa hiyo vita ya ubingwa imenoga kweli kweli msimu, hususan jinsi vilabu hivi ambavyo vinacheza katika msimu huu. Mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya KMC kumalizika na Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-1 kupitia aliyekuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club. Hapa tukienda kuongelea ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutoa neno kwa sababu yeye bado ni mshabiki kindaki ambaye anatambulika na katika klabu ya soka Yanga na ni miongoni mwa watu wenye mchango mkubwa katika soka la Tanzania. Manara anasemaje? Cha kwanza ameweza kuandika alhamdulillah hapa akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bila kama sio Mwenyezi Mungu matokeo yasingeyapata. Kisha kaandika hongera kwa wachezaji, hongera kwa benchi la ufundi na mashabiki wote mliojitokeza kwenda kuisapoti klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Hakika tutakwenda kuichukua kombe hili kwa msimu mwingine tena, kama nilivyosema ahadi yangu ni back to back mpaka misimu 10 iweze kupita, ndipo Makolo wanaweza tena kulibeba kombe hili. Inshallah naamini ahadi yangu itakwenda kutimia na msimu huu mtakwenda kupambana na kuhakikisha mnalibeba kombe hili kwa mara ya 5 mfululizo. Nini maoni mtazamo kwa kile ambacho umekisema ndugu Haji Sunday Manara? Una nafasi ya kuendelea na comment. Je, ni kweli unaiona klabu ya soka ya Yanga ikienda kutetea kombe hili msimu huu? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.